Haleluya. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba ukanipe roho ya usikivu. Ninaomba ukafungue fikra na fahamu zangu niweze kulielewa neno lako. Bwana Yesu, neno lako likaniponye, neno lako likaniinue, neno lako likanibariki katika jina la Yesu. Neno lako likafanyike uzima kwenye maisha yangu. Neno lako likafanyike nguvu ya ukombozi kwenye familia yangu. Neno lako likafanyike uweza kwenye kazi yangu. Kila mahali ninapopakanyaga, Mungu ukanipe mamlaka ya kuitisha katika jina la Yesu. Baba, naomba na nakushukuru. Amen. Haleluya. Tufungue Biblia zetu, msomaji. Haleluya. Haleluya. Ninafurahi sana kwa sababu ni neema ya kipekee sana ambayo Mungu ametupa kwa siku njema ya leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anayeweza kusoma, anayeweza kufungua Biblia haraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ajiandae. Haleluya. Amen. Pia uandae na daftari yako na Biblia yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jumatano tulijifunza hili somo. Haleluya. Jumatano nilihubiri hili somo lakini sijafundisha. Haleluya. Unaweza ukaniambia kuna tofauti gani kati ya kufundisha na kuhubiri? Haleluya. Zipo tofauti nyingi kati ya kufundisha na kuhubiri. Haleluya. Maiki, nani? Sauti. Kama hivi. Haleluya. Ziko tofauti sana. Na leo nataka tujifunze unyenyekevu. Haleluya. Amen. Nyenyekevu. Haleluya. Jumatano sijafundisha, nilihubiri tu. Haleluya. Leo nataka tujifunze. Kwa hiyo katika kujifunza, chukua daftari yako, chukua kalamu yako. Haleluya. Unyenyekevu ni nini? Haleluya. Unyenyekevu ni nini? Haleluya. Unyenyekevu ni nini? Andika hiyo. Unyenyekevu ni nini? Haleluya. Unyenyekevu ni nini? Zipo maana tatu za unyenyekevu au zaidi ya tatu za unyenyekevu. Haleluya. Zipo aina tatu au maana tatu za unyenyekevu. Zipo zaidi lakini mimi nitataja tatu. Haleluya. Maana ya kwanza, unyenyekevu. Haleluya. Unyenyekevu ni ile hali ya kumwona mwenzako kuwa ni bora kuliko wewe. Unyenyekevu ni ile hali ya kumwona mwenzako kuwa ni bora kuliko wewe. Unyenyekevu ni ile hali ya kumwona mwenzako kuwa ni bora kuliko wewe au kuliko mimi. Haleluya. Maana ya pili, au naenda spidi. Haleluya. Ni ile hali, maana ya pili, ni ile hali ya mtu kujishusha licha ya hadhi, haki au kiwango ulicho nacho. Ni ile hali ya mtu kujishusha licha ya hadhi, haki au kiwango ulicho nacho.
Maana ya tatu, haleluya, maana ya tatu ni ile hali ya kudhibiti moyo wako. Ni ile hali ya kudhibiti moyo wako usitawaliwe na kiburi. Haleluya. Ni ile hali ya kudhibiti moyo wako usitawaliwe na kiburi au jeuri au dharau. Ni ile hali ya kudhibiti moyo wako usitawaliwe na kiburi, jeuri au kiburi. Haleluya. Kati ya vitu ambavyo, haleluya, kati ya vitu ambavyo vinamwondoa mwanadamu unyenyekevu ni kiburi. Haleluya. Kati ya vitu ambavyo vinamwondoa mwanadamu unyenyekevu, haleluya, ni kuwa na moyo wa ujeuri. Kati ya vitu ambavyo vinaondoa utukufu wa Mungu juu ya mwanadamu ni ile hali ya kuwa mtu kujiona kuwa yeye ni bora kuliko wengine. Haleluya. Kati ya vitu ambavyo vinaondoa moyo unyenyekevu ndani ya mtu ni kiburi. Unaweza kumwambia mtu kitu alafu mkakosana kwa, haleluya, ni kitu kidogo lakini ikawa kitu kikubwa. Unaweza ukamshauri mtu lakini akakudharau. Haleluya. Akaudharau ushauri wako. Dharau, jeuri, kiburi ndio inaoondoa unyenyekevu ndani ya mtu. Haleluya. Andika faida ya kuwa na unyenyekevu. Haleluya. Faida ya kuwa na unyenyekevu. Faida ya kuwa na moyo wa unyenyekevu. Kwa mnaoandika, faida ya kuwa na moyo wa unyenyekevu. Haleluya. Faida ya kwanza, twende spidi kidogo. Faida ya kwanza, katika unyenyekevu Mungu humpa neema. Haleluya. Katika unyenyekevu Mungu humpa mnyenyekevu neema ya kipekee. Katika unyenyekevu Mungu humpa mnyenyekevu neema ya kipekee. Haleluya. Hii pointi niligusia Jumatano na leo nataka tuingie kiundani zaidi. Haleluya. Katika unyenyekevu Mungu humpa mnyenyekevu neema ya kipekee. Tuangalie Petro kwanza. Haleluya. Petro sura ya kwanza. Petro sura ya kwanza mstari ule wa 5. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari ule wa 5 hadi 7. Tasoma. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 5 hadi 7. Neno la Kristo linasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Watiini wazee. Naam. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Haleluya. Ninyi nyote,
Maanake sisi sote tunatakiwa tujifunge unyenyekevu. Nilitafakari sana hili andiko, nikasema kumbe unaweza ukajifunga unyenyekevu. Kumbe kuna uwezekano wa mtu kujifunga unyenyekevu kama mkanda. Kwa wanaume wanaofungaga mkanda, haleluya. Kumbe unaweza ukafunga, haleluya. Kumbe unaweza ukafunga unyenyekevu, haleluya. Nilitafakari sana. Hebu rudia hapo. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, haleluya. Kwa nini kujifunga unyenyekevu? Unapojifunga unyenyekevu, maana yake ile roho ya kiburi haitapata nafasi ndani yako, haleluya. Unapojifunga unyenyekevu, maana yake ile roho ya kiburi haitapata nafasi ndani yako. Nukuu, haleluya. Jifungeni unyenyekevu, haleluya. Sema ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, ninajifunga unyenyekevu, ninajifunga unyenyekevu. Ee Bwana Yesu, naomba unirehemu pale ambapo roho ya kiburi, roho ya kiburi imeinuka ndani yangu, imeinuka ndani yangu. Naomba rehema, naomba rehema, naomba rehema. Ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, naomba unirehemu pale ambapo roho ya kujiinua imeinuka ndani yangu. Naomba unirehemu, naomba unirehemu, naomba unirehemu. Ee Bwana Yesu, nirehemu pale ambapo nimekuwa na moyo wa ujeuri, pale ambapo nimekuwa na moyo wa ujeuri. Naomba rehema, naomba rehema. Ee Bwana Yesu, nirehemu pale ambapo nimekuwa na moyo wa kiburi. Ninaomba unirehemu. Ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, ninajifunga unyenyekevu, ninajifunga unyenyekevu, ninajifunga unyenyekevu, ninajifunga unyenyekevu, ninajifunga unyenyekevu, sawa sawa na neno lako, sawa sawa na neno lako. Ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, ee Bwana Yesu, ninajifunga unyenyekevu, ninajifunga unyenyekevu, ili roho ya kiburi, roho ya kiburi, roho ya kiburi isiinuke ndani yangu, isiinuke ndani yangu. Roho ya kiburi, roho ya ujeuri, roho ya jeuri isiinuke juu yangu, isiinuke ndani yangu. Ee Bwana Yesu, ninajivika unyenyekevu, ninajifunga unyenyekevu. Endelea. Mpate kuhudumiana, mpate kuhudumiana, haleluya. Tunapojifunga unyenyekevu, basi tunakuwa na ule moyo wa kuhudumiana, tunakuwa na ule moyo ambao mwenzako ana shida, unaweza kumhudumia, haleluya. Unapojifunga unyenyekevu, maana mwenzako anapokuwa na shida, utamwona kuwa ni bora kuliko wewe, utamgawia kile kidogo ulicho nacho na kumwezesha na kumhudumia, haleluya. Unapomwona mwenzako na shida, unapokuwa na ule moyo unyenyekevu, unaweza ukatoa kile chote ulicho nacho, haleluya. Kwa nini? Yule mama aliyempa mtumishi wa Mungu Elia, haleluya, alikuwa hana kitu chochote, haleluya. Alikuwa hana kitu chochote ndani, ile konde kidogo cha unga. Lakini mtumishi wa Mungu akasema, nina uhitaji, nina kitu uhitaji, nina njaa. Lakini ule moyo wake unyenyekevu mbele za Mungu
ulimfanya atoe kile alicho nacho. Ni kweli alikuwa na hicho kidogo, ale na mtoto wake afe, lakini ule moyo wa unyenyekevu ulimfanya atoe. Kwa hiyo unapokuwa na moyo wa unyenyekevu, unaweza ukamhudumia, tunaweza tukahudumiana. Haleluya. Tunaweza kuhudumiana pale ambapo mimi nina shida, unaweza kunihudumia. Unaweza hata kama unacho kidogo, lakini ule moyo unyenyekevu unakufanya unigawie hicho kidogo ulicho nacho. Endelea. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi. Kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wenyenyekevu neema. Lakini huwapa wanyenyekevu neema. Haleluya. Pointi ambayo, haleluya, hii pointi indani na Yesu na hili andiko. Haleluya. Nasema katika unyenyekevu Mungu humpa mnyenyekevu neema ya kipekee. Hebu rudia. Lakini huwapa wenyenyekevu neema. Lakini huwapa wenyenyekevu neema. Haleluya. Kwa hiyo katika kunyenyekea Mungu atakupa neema ya kipekee, neema izidio yote. Na neema ni ile hali, ni ile kitu ambacho utatarajia hata kupokea. Neema ya Mungu inakufanya ufanikishe hata yale ambayo hujafikiria kuyafanya. Endelea. Mstari wa 6. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Asema basi, kwa kuwa katika unyenyekevu kunapatikana 1, 2, 3. Basi tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Tunyenyekee chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, atupae moyo wa unyenyekevu, atupae neema katika unyenyekevu. Endelea. Ili awakweze kwa wakati wake. Ili awakweze kwa wakati wake. Haleluya. Katika unyenyekevu kuna wakati ambao Mungu atatuinua. Haleluya. Katika unyenyekevu kuna wakati ambao Mungu atakuinua. Katika kunyenyekea mbele za Mungu kuna wakati ambao Mungu atakuinua juu. Atainua biashara yako, atainua kazi yako. Haleluya. Katika kunyenyekea Mungu atakuinua. Endelea. Mstari wa 7. Huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote. Huku tukimtika yeye fadhaa zetu zote. Kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Haleluya. Kwa hiyo tunapokuwa na moyo wa unyenyekevu, Mungu anakuwa anajishughulisha sana, sio kidogo. Hajasema yeye anashughulisha tu, anasema hujishughulisha sana na mambo yetu. Kwa hiyo katika kunyenyekea, kushuka, kuwa na moyo wa unyenyekevu, Mungu atajishughulisha na mambo yetu. Tufungue Mithali 3:34. Mithali 3:34. Haleluya. Katika kunyenyekea, Biblia inasema Mungu huwapa wanyenyekevu neema. Mithali 3:34. Nimejaribu kugusia haya maandiko siku ya Jumatano. Haleluya. Kwa faida ya wale ambao hawakuwepo, ndio maana narudia. Soma. Mithali 3 mstari wa 34. Neno la Kristo linasema,
Hakika yake huwadharau wenye dharau. Hakika yote yeye huwadharau wenye dharau, huwapinga wenye kiburi, wenye moyo wa kiburi ambao humwambii kitu. Kwani wewe nani unaniambia? Yaani ukimwambia chochote, wewe nani unaniambia? Haleluya. Ni mtu ambaye humwambii kitu, kiburi. Haleluya. Tuweni na moyo wa unyenyekevu. Kanisa, tunapokuwa na moyo wa unyenyekevu, kuna neema ya kipekee inayopatikana katika unyenyekevu. Kuna neema ambayo Mungu anatupa katika kunyenyekea. Neema hiyo inatuwezesha kuvuka ng'ambo. Hiyo neema inatuwezesha kuinuka kiuchumi. Hiyo neema inatuwezesha tuwe juu. Kwa sababu Biblia inasema tuko juu wala hatuko chini. Endelea. Bali huwapa wanyenyekevu neema. Bali huwapa wanyenyekevu neema. Bali huwapa wanyenyekevu neema. Bali huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo neno la Mungu linaendelea kusisitizia kwamba Mungu atatupa unyenyekevu. Haleluya. Mungu atatupa unyenyekevu. Mungu huwapa wanyenyekevu neema ya kipekee. Haleluya. Ni ahadi ya Mungu. Kama neno linasema huwapa, basi tuna wajibu wa kudai hicho kitu pale ambapo tumeitekeleza hili agizo la kuwa wanyenyekevu. Tuna wajibu wa kudai hiyo neema ya Mungu. Haleluya. Yakobo sura 4 mstari 6. Haleluya. Sitaingia ndani zaidi. Haleluya. Kuna vipengele nilivyoviandaa na tamani nikupe. Haleluya. Kuna vipengele ambayo Mungu ametupa, kwa hiyo natamani tu pate. Hebu soma. Yakobo 4 mstari wa 6. Yakobo 4:6. Neno la Kristo linasema, lakini hatujali sisi neema iliyozidi. Lakini utujalia neema sisi. Haleluya. Hebu rudia. Lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Sisi nani? Wanyenyekevu. Kwa sababu Mungu hafanyi kazi na wenye kiburi. Haleluya. Hafanyi kazi na wenye dharau. Hafanyi kazi na wenye jeuri. Anafanya kazi na watu wanyenyekevu. Kwa maana hiyo, ndio maana anasema lakini wapa. Soma, endelea. Kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajikuzao. Kwa hiyo Mungu huwapinga wajikuzao. Huwapinga wajikuzao. Haleluya. Wale wanaojiona kuwa wao ni bora kuliko wengine, Mungu huwapinga watu kama hao. Mungu yuko kinyume na watu kama hao. Hawezi kufanya kazi na yule mtu ambaye anafanya kazi. Mungu anafanya kazi na yule ambaye anasema Mungu mimi siwezi, nisaidie. Anafanya kazi na yule mwenye moyo unyenyekevu. Anafanya kazi na yule mwenye moyo wa kunyenyekea na kushuka. Hafanyi kazi na yule anayesema kwamba mimi naweza kuliko wengine. Haleluya. Hafanyi kazi na watu kama hao. Anafanya kazi na wanyenyekevu. Haleluya. Anafanya kazi na wanyenyekevu. Endelea. Bali huwapa neema wanyenyekevu. Haleluya.
bali huwapa wanyenyekevu. Haleluya. Bali huwapa, nakupa. Ninapokuambia nakupa hichi, haleluya, na huwapa. Mungu huwapa wanyenyekevu nini? Neema. Haleluya. Anawapa wakina nani? Wanyenyekevu. Haleluya. Hawapi neema wenye kiburi. Anasema ninawapa. Mungu huwapa neema wanyenyekevu, wanaonyenyekea chini ya mkono wa Mungu uliohodari. Mungu, Biblia inasema huwapa wanyenyekevu neema iliyozidi yote. Neema ya kipekee Mungu anatupa katika kunyenyekea. Haleluya. Huwapa neema wanyenyekevu. Huwapa neema wanyenyekevu. Pointi namba 2, faida ya pili. Haleluya. Faida ya pili kwa wanaoandika chap. Haleluya. Faida ya pili, unyenyekevu unakupa nafasi au cheo cha kuwa mkuu katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Unyenyekevu unakupa nafasi au cheo cha kuwa mkuu katika ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Unyenyekevu unakupa nafasi au cheo cha kuwa mkuu katika ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Haleluya. Tufungue Biblia zetu Mathayo 18. Haleluya. Unyenyekevu unakupa nafasi au cheo. Haleluya. Hata makazini wanaopandishwa cheo ni wale wanaonyenyekea, wale wanaofanya kazi kwa bidii, si kwa kiburi. Wanaopandishwa cheo makazini, haleluya, ni watu wenye kiburi. Tumishi wa Mungu, haleluya, ni watu wenye jeuri. Haleluya. Sio watu wenye dharau, sio watu wenye kiburi, sio watu wenye jeuri. Haleluya. Wanaopandishwa vyeo ni wale wanaojinyenyekesha, ni wale wanaofanya kazi kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa bidii, kwa moyo wa utii. Neno unyenyekevu unaendana na neno utii. Huwezi ukawa mnyenyekevu kama huna utii. Haleluya. Huwezi ukawa mnyenyekevu kama hauna moyo wa utii. Kwa hiyo unyenyekevu ni kama kutii. Haleluya. Mathayo 18. Mathayo 18 mstari wa 4. Mathayo 18 mstari wa 4. Haleluya. Maadamu tumenyenyekea chini ya mkono wa Mungu aliye hodari, tunaponyenyekea chini ya mkono wa Mungu aliye hodari, Mungu atajishughulisha na mambo yako. Mungu atajishughulisha na mambo yetu. Soma Mathayo 18 mstari wa 4. Neno la Kristo linasema, basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Yeyote ajinyenyekeshaye kama mtoto huyu mdogo. Haleluya. Kwa nini Mungu amemfananisha mnyenyekevu kama mtoto mdogo? Haleluya. Kwa sababu wanajua mtoto mdogo
Haleluya. Mtoto mdogo anautii. Ukimwambia fanya hivi, anafanya. Ukimwambia nenda kanichukulie kitu fulani, anakimbia mara moja na kurudi kwa utii. Lakini wanadamu sisi watu, haleluya, vijana, ukimwagiza bana huyu mama anatuma bana, yaani hata anakata ulimi kwa sababu kutokutii, kutokuwa na moyo mnyenyekevu. Mungu anafananisha watoto wadogo kwa sababu wana ule moyo unyenyekevu, wana ule moyo wa utii. Ukimwambia fanya hiki, anafanya. Ukimwagiza mahali, anakimbia na kurudi. Haleluya. Sio kama mtu kijana ukimwagiza, haleluya, ukimwagiza mtu mzima au haleluya, mama akimwagiza kijana, akifika kule akakutana na rafiki yake, anapiga umbea hadi anajisahau kile alichoagizwa. Haleluya. Kwa sababu amekutana na rafiki yake. Lakini mtoto mdogo hanaga hiyo nafasi. Haleluya. Mtoto mdogo hana nafasi hiyo. Sema nimeagizwa usinisumbue. Mama ameniagiza. Anakimbia mara moja na kurudi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu, Yesu aliyofananisha watoto wadogo na wanyenyekevu. Kwa sababu mnyenyekevu ni mtii. Ukimwambia kitu, anakimbia mara moja. Akiambia afanye hiki na hiki, anafanya kwa utii. Haleluya. Ndio maana Yesu aliwafananisha watoto wadogo na wanyenyekevu. Endelea. Mstari wa 5. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Na yeyote atakaye mpokea mtoto huyu. Ni mstari ngapi huo? Mstari wa 4. Hebu rudia hapo mstari wa 4. Mstari wa 4. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Yeyote ajinyenyekeshaye kama hao watoto wadogo ambao Yesu aliwataja, anasema huyo mtu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Mwenye moyo unyenyekevu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Pointi namba 3. Haleluya. Faida ya 3. Faida ya 3. Faida ya 3. Unyenyekevu wa moyo wako. Unyenyekevu wa moyo wako unamfanya Mungu akae pamoja na wewe. Unyenyekevu wa moyo wako ndio unaomfanya Mungu akae pamoja na wewe. Unyenyekevu wa moyo wako unamfanya Mungu akae pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. Unyenyekevu wa moyo wako ndio unaomfanya Mungu akae pamoja na wewe. Tufungue Isaya 57. Isaya 57. Isaya 57. Isaya sura ya 57 mstari ule wa 15. Isaya 57 mstari ule wa 15. Haleluya. Moyo wako unyenyekevu mbele za Mungu ndio unaofanya Mungu akae pamoja na wewe. Tusome Isaya 57 mstari wa 15. Neno la Kristo linasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, Mungu wetu akaaye milele. Nasemaje?
ambaye jina lake ni mtakatifu. Ambaye jina lake ni mtakatifu. Asema hivi. Asemaje? Nakaa mimi mahali palipoinuka. Nakaa mimi mahali palipoinuka. Wapi? Palipo patakatifu. Palipo patakatifu. Tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Haleluya. Tena pamoja na mwenye moyo ulionyenyekea na kutubu. Hapo ndipo Mungu anapokaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anakaa pamoja na watu wenye mioyo ya unyenyekevu. Tuangalie pointi, muda wetu umekimbia. Haleluya. Pointi namba 4, katika unyenyekevu kuna kuinuliwa. Haleluya. Katika unyenyekevu kuna kuinuliwa. Katika unyenyekevu kuna kuinuliwa. Tayari tumeandika katika unyenyekevu kuna kuinuliwa. Endelea msomaji, endelea kufungua Samuel wa kwanza 2 mstari wa 8. Samuel wa kwanza 2 mstari wa 8. Samuel wa kwanza 2:8. Samuel wa kwanza 2:8. Neno linasemaje? Samuel wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 8. Neno la Kristo linasema, humwinua mnyonge kutoka mavumbini. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini. Haleluya. Maana yake humwinua mnyonge kutoka mavumbini. Mnyonge. Haleluya. Si ile mnyonge, sio yule ambaye amenyongonyea, yani. Haleluya. Mnyonge maana yake mnyenyekevu. Humwinua mnyenyekevu kutoka chini. Mungu anamwinua mtu mwenye moyo wa unyenyekevu. Haleluya. Sitafafanua sana kulingana na muda. Hebu endelea. Mpandisha mhitaji kutoka jehanamu. Mpandisha mhitaji kutoka jehanamu. Haleluya. Fungua Luka 14. Luka 14. Haleluya. Baki na dakika chache sana. Fungue chap. Luka 14:11. Luka 14:11. Napata? Soma. Luka 14:11. Neno la Kristo linasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa. Naye ajidhilie atakwezwa. Naye ajidhilie atakwezwa. Naye anyenyekeaye atainuliwa. Haleluya. Sitafafanua sana, tufungue hapo posikae. Haleluya. Mathayo 23:12. Sitafafanua sana. Nasema yeye ajidhilie, anayejishusha Mungu humwinua. Mwenye moyo ulioshuka na kutubu mbele za Mungu, Mungu anakaa na mtu huyo. Na anapokaa na mtu huyo, maana yake atainuliwa. Haleluya. Huwezi ukakaa na Mungu alafu ukawa chini hata siku moja. Unapokaa na Mungu lazima Mungu akuinue. Haleluya. Tusomee Mathayo 13:12. Mathayo 23 mstari wa 12. Neno la Kristo linasema, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa. Na yeyote atakayejikweza maana yake atakayejiinua atadhiliwa. Na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Na yeyote atakayejidhili atakwezwa.
yeyote atakayejinyenyekesha atainuliwa. Kwa maana nyingine naweza kusema hivyo. Haleluya. Yeyote atakayejishusha Mungu atamuinua. Mungu katika unyenyekevu kuna kuinuliwa. Katika kunyenyekea Mungu atakuinua. Pointi namba mwisho. Haleluya. Pointi namba mwisho, muda wetu umeisha. Pointi namba mwisho, mnyenyekevu. Endelea kufungua Ayubu 22:29. Ayubu 22:29. Nisome hili pointi namba mwisho. Nasema pointi namba 5 au faida ya 5. Haleluya. Faida ya 5, mnyenyekevu Mungu humwokoa na mitego ya adui zako. Unaponyenyekea chini ya mkono wa Mungu ule hodari, Mungu atakuepusha. Haleluya. Mungu atakuokoa na kila mitego ya adui ambayo adui amekuwekea mtego. Mungu atakuokoa na kila mitego uliowekewa na adui zako. Mungu umuinua. Mungu humwokoa mnyenyekevu na mitego ya adui zake. Haleluya. Ayubu, kama umefika tusomee. Haleluya. Ayubu. Endelea. Ayubu 12. 22. Ayubu 22. Mstari 29. Neno la Kristo linasema, hapo atakapo kuangusha utasema kuna kuinuka tena. Hapo atakapo kuangusha utasema kuna kuinuka tena. Hapo atakapo kuangusha, hapo atakapo kuwekea mitego, utasema kuna kuinuka tena. Utasema kuna kusonga mbele tena. Kwa nini? Kwa sababu ninapokuwa na moyo unyenyekevu, ninajua Mungu anakaa pamoja na mimi. Ninajua Mungu ataniokoa na mitego ya adui. Ni pale ambapo nitakaponyenyekea. Haleluya. Wajibu wangu ni kunyenyekea. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Endelea. Naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa. Naye mnyenyekevu Mungu atamwokoa na mitego ya adui. Mnyenyekevu Mungu humwokoa na kila mitego ya adui. Haleluya. Adui anaweza kukuwekea mitego ya wiki ijayo au ya mwaka ujao au ya mwezi ujao. Adui anaweza akakuwekea mitego ya sekunde kadhaa zijazo. Anaweza akakuwekea mitego ya dakika ijayo, ya saa ijayo. Haleluya. Lakini unapokuwa na moyo unyenyekevu, Mungu atakuinua na mitego hayo, hiyo mitego ya adui. Mungu atakuinua. Haleluya. Utavuka. Haleluya. Maadamu tumekuwa na mioyo ya unyenyekevu, Mungu atatuvusha. Mungu atatuinua na mitego ya adui. Wapo maadui wengi waliotuwekea mitego, lakini Mungu atatuinua. Mungu atatuokoa na mitego ya adui. Haleluya. Tusimame. Haleluya. Tusimame. Moyo wangu huwazi Bwana. Karibu kwa huo wimbo. Tumbishie huo wimbo. Moyo wangu huwazi mbele zako Mungu. Oh
Baba iko wazi mbele zako. Moyo wangu jiachilie mbele za Mungu. Mwambie Mungu, moyo wangu uko wazi mbele zako. Mwambie Mungu, moyo wangu uko wazi mbele zako. Mwambie Mungu, moyo wangu. Mwambie Mungu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu, moyo wangu uko wazi mbele zako. Amanda roboko ya shamba. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu, moyo wangu uko wazi. Unapomwambia Mungu, moyo wangu uko wazi, Mungu atakuinua. Mungu atakuokoa na mitego ya adui. Achilia moyo wako mbele za Mungu. Achilia moyo wako mbele za Mungu. Moyo wako uwazi mbele za Bwana. Mwambie Baba, moyo wangu uko wazi. Mwambie Baba, moyo wangu uko wazi. Baba, mioyo yetu Baba iko wazi mbele zako. Mioyo yetu Baba iko wazi mbele ya madhabahu yako. Mioyo yetu Baba, mioyo yetu Baba, mioyo yetu Baba iko wazi, iko wazi, iko wazi mbele zako Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, utuguze, utuguze. Mwambie Mungu akuguze. Mwambie Mungu akuguze. Mwambie Mungu akuguze. Mwambie Mungu akuguze. Mungu, mwambie Mungu akuguze. Nguvu za Mungu zitakugusa. Nguvu za Mungu zitakugusa. Hapo ulipo, nguvu za Mungu zitakugusa. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu akuguze. Mwambie Mungu akuguze. Mwambie Mungu akuguze. Mwambie Mungu atakugusa. Mungu atakugusa. Baba, shaka sana kwa Baba. Gusa Bwana, 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 gusa Yesu, Yesu gusa, Yesu gusa, Yesu gusa, Yesu gusa, gusa moyo, gusa moyo huo, unajeruhiwa, unajeruhiwa, gusa Bwana, gusa Bwana, gusa Bwana, gusa Bwana, gusa Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Baba, asante kwa wako. Asante Baba kwa upendo wako. Asante Baba kwa damu ya thamani. Asante Baba kwa kuigusa mioyo iliyojeruhiwa. Asante Baba kwa upendo wako. Asante Baba kwa kuigusa mioyo yetu. Asante Baba kwa wema wako. Asante Baba kwa upendo wako. Baba, nakushukuru.